Tunamshukuru Mungu sana kwa yote ambayo ametutendea, na tuko mahali hapa kama kawaida kumwambia asante, kumwambia tunakushukuru Mungu wetu kwa kututendea. Na tumekwisha kuanza kumsifu Mungu wetu. Wapendwa wanakwaya wametuongoza katika kumtafakari na kumsifu, lakini pia praise team wametuongoza kwenye kipindi cha kumwadhimisha Mungu wetu kwa sababu ya yale ambayo ametutendea na ambayo anaendelea kutenda. Haleluya. Nikushukuru sana sana wewe ambaye ulishiriki kwa namna moja au nyingine kuomba na kufunga katika utaratibu wetu tuliokuwa nao wa kumwendea Mungu kwa siku 40 kama kanisa. Inawezekana ulifunga zote, haleluya. Inawezekana ulifunga baadhi, haleluya. Bado umeonyesha ushirikiano. Inawezekana hukuweza kufika tulipokuwa nakutana, lakini uliomba. Bado tumeona ushirikiano wako na Mungu ameuona na atakwenda kukubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kipekee ni washukuru mno wale wote ambao pia sio kuomba tu, sio kufunga tu, lakini walihakikisha wanakuwepo mahali hapa. Maana haikuwahi kutokea kwamba kwa siku zote isipokuwa Jumamosi na Jumapili, lakini wiki zote za siku hizo 40 tumekuwepo hapa kanisani kila jioni kwa siku zote. Bwana asifiwe sana. Na inatia moyo jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wakija na kushiriki. Na mimi kama mchungaji ilinitia moyo sana kwa sababu unapojisikia kuliongoza kanisa kufanya jambo fulani, halafu kunakuwa na mwitikio, inakutia moyo. Haleluya. Kwa hiyo ubarikiwe sana kwa kunitia moyo, lakini sio kwa ajili yangu. Hata hivyo ni kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kanisa letu, na zaidi sana kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Sio wa kwangu, sio wa mwanadamu. Kwa hiyo Bwana akubariki sana. Na tufungue kitabu cha Yakobo, maana pale ndo nataka tuzungumzie leo. Amen. Na kama tunao wageni katikati yetu, tunawakaribisheni sana. Tunashukuru kwa kuchagua kuja kuabudu na sisi leo. Tunajisikia vizuri kwamba mmekuwa sehemu ya kusanyiko hili. Baadaye tutaweza kupata nafasi ya kuwafahamu vizuri zaidi na tutajisikia vizuri. Yakobo 2:20-26. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. 24. Mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, si kwa imani yake, si kwa imani peke yake. 25. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa ana haki kwa matendo
hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingine? Maana kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa maneno haya. Tunaomba ukaseme nasi kupitia maandiko haya, nami unitumie kama chombo kwa ajili ya kuwasilisha kweli zako ulizozikusudia zibadilishe maisha ya watoto wako, ziinue imani za watoto wako, ziweze kuwatia moyo watoto wako, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuongea kwa habari ya kichwa kisemacho thibitisha imani yako. Thibitisha imani yako. Yakobo anaongea kwa habari ya uhusiano wa imani na matendo. Anasema, nionyeshe imani yako bila matendo, nami nikuonyeshe imani yenye matendo, ama inayoambatana na matendo. Kwa maneno mengine, kama tulivyosoma, haoni kama imani ambayo haiambatani na matendo ni imani. Yaani yeye hawezi kuita imani. Ndio maana anasema imekufa. Si mnaelewa? Manake haipo. Huwezi kuniambia unayo imani wakati matendo hayaendani na imani. Na wakati mwingine inaonekana kama anakinzana kidogo na maneno ya Paulo. Unajua Paulo anasema kwa habari ya kwamba matendo sio yanayotufanya tuhesabiwe haki, wakati Yakobo anasema ya kwamba tunahesabiwa haki kwa matendo yetu. Inaweza kaonekana kama vinapingana, lakini ukweli ni kwamba Paulo anaongelea kitu tofauti, Yakobo anaongelea kitu tofauti. Paulo anaongea kwa habari ya chanzo cha wokovu. Yakobo anaongea kwa habari ya matokeo ya wokovu. Paulo anasema hatuokoki kwa sababu Mungu kaona matendo yetu kwanza, tulivyojitahidi, tukashika sheria, tukaifuata, ndipo sasa akatuokoa. Anasema hatuokolewi kwa matendo yetu, isipokuwa ni kwa imani. Ndipo sasa Yakobo anaingia, anasema ukishaokoka kwa imani, thibitisha imani yako kwa matendo. Wanakinzana jamani hapo? Hawakinzani. Kwa hiyo ndio maana nataka kuzungumzia swala la kuthibitisha imani yako. Tumekuwa katika maisha yetu tukijisema tumeokoka. Kuokovu ni imani. Ndio maana tunaitwa watu wa imani ya kuokoka.
tumekuwa tukisema Bwana asifiwe. Na mara nyingi Bwana asifiwe ni kama utambulisho wa kuokoka. Japo siku hizi popote tu anafanya asifiwe. Kwenye sherehe tumsifu Yesu Kristo, asalamu alaikum, Bwana asifiwe. Huyo ni mlevi, muongo, jambazi. Maana unaweza kuwa jambazi bado kawa MC, kweli si kweli? Lakini kuna vile vitu ambavyo vinatutambulisha. Kufuatana na andiko la kuthibitisha imani kwa maana ya Paulo, ni lazima tuelewe ya kwamba tumefanyika tulivyofanyika sio kwa sababu ya ujanja wetu, sio kwa sababu sisi ni wema sana. Wewe umeokoka, wewe uko ulivyo, wewe umekwepa yale yote uliyoyakwepa kwa sababu ya imani yako ya kuokoka, sio kwa sababu kuna kitu cha ziada ulichonacho kilichokufanya uwe hapo ulipo, isipokuwa ni neema ya Mungu imekufanya hivyo ulivyo. Sasa onyesha kwamba hakika ni kwa neema Mungu amekuokoa, Mungu amekubadilisha, Mungu amekuinua. Maisha yako yathibitishe hiyo imani yako, na hayo yote ambayo unaweza kumwambia Mungu asante kwayo, isiwe maneno tu, bali iwe na kwa vitendo pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi leo ninachotaka kuongelea zaidi ni hasa yale maombi uliyowahi kuomba. Lile neno la Mungu ambayo umedai kwamba Mungu amesema na mimi jambo fulani. Kwa hiyo tunaenda hatua nyingine za ziada. Vile vitu ambavyo umeweza kuvitamka mbele za Mungu. Labda uliwahi kufunga kwa ajili ya ndoa yako au kazi yako au huduma yako au afya yako au masomo yako. Umewahi kuomba. Na sisi kwa mfano katika siku hizi 40 tumeomba mambo mengi. Na tunapoomba tunaambiwa tuombe kwa imani. So kama tunaamini yale ambayo tumemuomba Mungu, lazima tuthibitishe hiyo imani yetu kwamba Mungu ametusikia. Haleluya. Lazima tuthibitishe kwa namna mbili kuu ambazo zinaonyesha kwa hakika kwamba sisi tumeamini kwamba tuliyoyaomba Bwana amefanya. Kuna maana gani kufunga siku 40 bila imani? Si bora ungetandika tu ule msosi, bora ungekula tu. Uombe siku zote hizo huna imani, na huwezi kudhibiti. Na tutajua una imani kama utathibitisha kwa namna hizi ambazo nataka tusizungumzie. Haleluya. Namna ya kwanza ni ya ukiri wetu. Tunathibitisha imani, tunathibitisha kitu tunachokiamini kwa ukiri wetu. Tutajua ya kwamba unaamini kwamba Mungu amekuponya kwa ukiri wako.
Haleluya. Kwa kutamka. Ni sawa na mtu ambaye ameshawishika moyoni, amemwomba Mungu, Bwana nipe upenyo kwenye biashara yangu, nipe upenyo kwenye afya yangu, nipe upenyo kwenye masomo yangu. Halafu huyu mtu kama ameomba upenyo kwenye biashara yake, tuione imani yake pale ambapo atafanya vitu kama vifuatavyo. Atakuwa anaambia mwaka huu natoboa. Haleluya. Hapo bado hajapata chochote, lakini anasema nimemwomba Mungu anipe upenyo. Kwa hiyo anaanza kukiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaanza kukiri. Na hicho ndicho kitu ambacho wakati mwingine tunakikosa. Unajua kina nguvu sana. Kina nguvu mara 3. Nikwambie, ukiri una nguvu mara 3. Mara moja, namna ya kwanza, ukiri unaimarisha hicho unachokikiri, ile imani unayoikiri. Si kama mnanielewa? Yaani unapokiri unaimarisha ile imani. Lakini namba 2 ni evidence. Unaithibitisha ile imani yako kwa huo ukiri. Mara ya 3 ambayo ni very powerful. Ukiri unakiumba unachokikiri. Bwana asifiwe sana. Mimi sijui inatokeaje jamani, lakini ni ukweli wa kiroho kwamba unapokitamka kitu kinafanyika. Unapokitamka kwa imani. Haleluya. Unapokitamkaje? Kwa imani. Kinaumbika. Natamani nione watu ambao watasema nimeomba kwa siku zote hizi 40, Mungu anitokee kwenye jambo hili. Halafu watapata imani ya kwamba kimefanyika. Halafu atachukua simu na kumpigia mtu. Ngase ile kitu ishaisha. Imeisha hiyo. Haleluya. Huo ni ukiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi vitu sio vya kuiga. Amen. Itokane na imani. Ukisikia kukiri, kiri. Niliwahi washuhudia kwamba nilivyokuwa na soma daktari wa kuitwa dokta, niliambiwa na ile idara yetu kwamba hapa ulipofikia haiwezekani kugraduate ukapata udaktari, kwa sababu kuna vitu ambavyo hapa ulipofikia mpaka wakati wa kugraduate hutaweza kufanya, kwa sababu haijawahi kutokea. Ndivyo nilivyoambiwa. Kwa sababu haijawahi kutokea, kwa hiyo hapa ulipofikia wewe na hizi kazi za udaktari mpaka wakati wa graduation haiwezekani, sahau. Mimi nikatoka ofisini, moyoni nasema mimi na graduate nafanya nini hapa? Kazi ya Bwana kana kule Tanzania inanisubiri. Mimi nikatoka, moyoni naona mbona sioni sababu
hiki wanachosema hakiwezekani, mbona mimi naona kama kinawezekana moyoni. Sikumwambia mtu kwamba nimeambiwa haiwezekani. Nilivyotoka nje, kila ninayeongea nayo, are you graduating this year? Oh yeah, I'm graduating this year. Have you done this? No, but. No, but I know. Umefanya hiki na hiki? Hapana, lakini najua nina graduate. Kwenye kuna launch ya wanafunzi wa postgraduate kwenye hicho chuo cha Oral Roberts University. Kuna launch ya postgraduates. Na mimi kwa hiyo nilikuwa naenda hapo. Viongozi wa wakati huo wakabuni ubao. Ule ubao, kwa sababu ilikuwa ni kipindi pia cha mwezi wa Thanksgiving. Kwa hiyo unaeleza, unaandika unachomshukuru Mungu kwacho, alafu unabandika pale na kusaini. Nikakuta watu wameandika, wamebandika. Mimi nimetoka kuambiwa haiwezekani. Nikachukua kalamu, waliiweka pale, nikaandika, namshukuru Mungu na graduate mwaka huu, haleluya. Nikabandika pale mpu. Jamani, niligraduate mwaka huo. Haleluya. Ilikuwaje? Sijui. Lakini ukiri nilikuwa nao. Kukiri ni kutamka vitu ambavyo havipo kana kwamba vipo. Ukiri jamani ni pamoja, hizi nyimbo tunazoimba, haya maandiko ambayo mmeona yanasomwa ni ukiri. Unapoyachukua pale unayatamka, yale ni nini? Ni ukiri. Ndio maana watu wengine unaweza kujisikia, tunapowafanyia counseling, unaweza kujisikia tu, soma neno mahali fulani, tena soma kwa sauti. Anaenda kusoma, kukiri, kuna vitu vinafunguka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni pamoja na kuimba. Ndio maana leo tuliwaambia watu wa praise, leo tusifu, tusherehekee tu, tuseme Yesu umetenda, Bwana wewe ni Ebeneza. Maana hiyo namna pia ni kuthibitisha imani. Huwezi kushangilia kama una imani kwamba Mungu amefanya. Amen. Wakati mwingine kuna mambo magumu yanaonekana hayawezekaniki. Ukipata ufunuo wa kuimba, wewe imba tu. Shangilia. Bwana asifiwe sana. Watu washangae, anashangiliaje, anaimbaje wakati hali iko hivi. Lakini kuimba ni kutangaza, ni kutamka, ni kukiri, na ni kuthibitisha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukisikia wimbo huko, imba tu. Haleluya. Hata tunapomchezea Mungu jamani, kule kucheza si ni sherehe? Kwani matatizo yetu yote yashaisha? Lakini mbona wenzetu mwacheza, mwashangilia, mnashangilia? Ile ni tendo la imani kwamba Mungu amekwisha kunitendea na ataendelea kunitendea. Namfurahia Mungu
kwa sababu unaamini juu ya wema wake, unaamini juu ya upendo wake, unaamini juu ya kujali kwake, unaamini juu ya neema yake, unaamini juu ya huruma zake, unaamini juu ya jinsi anavyokupendelea. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaweza kucheza. Tunapocheza, tunaposhangilia, tunapoimba, tunapotaja sifa za Mungu na kuziimba, tunathibitisha, ni namna mojawapo ya kuthibitisha kwamba tunamwamini huyu tunayemwimbia, tunayemchezea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni namna mojawapo ukiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna ya pili niite mwenendo au matendo. Bwana asifiwe sana. Unajua, unaweza ukakiri lakini usiwe na matendo, sawa? Natolea mfano. Kwa mfano, unaweza ni mfano rahisi kwamba unaweza ukaamini kwamba kwa vyovyote vile ambavyo utapata hiyo information, kwa hiyo inakufanya uamini kwamba mvua itanyesha. Si ndio? Hivi kama umeamini mvua itanyesha leo, utatokaje nyumbani kwako wakati hakuna mvua, kuna jua? Utatokaje? Si utabeba mwamvuli kama unao, lakini wengine hatunaga, au na koti, si ndio? Utabeba, kwa maana kwamba utajiandaa, kwa sababu mvua itafanyaje? Itanyesha. Hili ni koti langu leo, nalitolea mfano koti. Sawa, nitalibeba koti langu kwa sababu ninajua na ninaamini mvua itanyesha. Kwa nini umebeba koti? Mvua itanyesha. Ninaamini, ninakiri, alafu kuna kitendo. Kwa hiyo wewe ambaye unasema kwa mfano ya kwamba Mungu ameniambia, kabla hujaenda ultrasound, kuna wengine anasema Mungu ameniambia napata mtoto wa kiume. Umeisikia hiyo? Kuna wengine anambia Mungu alishaniambia kwamba mtoto wangu wa kwanza, sijui wa pili atakuwa wa kiume. Akiulizwa anasema Bwana asifiwe sana, mtoto wangu huyu wa kiume anapiga mateke yake, unajua tu huyu ni mwanaume, na Mungu ashaniambia mtoto wangu ni wa kiume. Huyu kama kweli atathibitishaje imani yake? Kama kweli anaamini, kwanza anakiri, lakini pili, atakapokuwa anajiandaa kununua nguo, atanunua nguo gani? Hayo ndo matendo yanayoendana na nini? Na imani yako. Tukiona tena unaangalia, siji ni imani tuandaje, siji ninunue za kike, siji, huyu wewe hana imani. Kama alikwambia wewe, mwambie mpendwa, imani haiendagi hivyo, kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Haleluya. Kwa hiyo tunataka tuone kwamba kuna vitendo vinaendana na hicho unachokiamini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama unaamini kwamba Bwana atakutokea mwaka huu utaoa, sawa?
Si tunataka tuone unaamini. Kuna vitu tutaona unafanya, si ndio jamani? Maana ukiwa kama ukikaa tu kama mtu ambaye yeye anawaza kuoa miaka 5 ijayo, manake imani ya mwaka huu haipo. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote. Nini nataka kusema ni kwamba jamani, hata kwenye maombi tuliyoyaomba, tumeomba Mungu atusaidie tuzame zaidi katika maisha ya maombi, katika maisha ya kusoma neno, katika kujaa Roho. Tuzame zaidi katika neno, kulisoma neno, kuliishi neno, maisha ya utakatifu. Tuzame zaidi. Tunaonyeshaje kwamba tunaamini Mungu ametusikia? Mungu atabadilisha maisha yetu ya maombi. Mungu atabadilisha maisha yetu ya kusoma neno. Mungu atabadilisha maisha yetu ya kumtaka Roho Mtakatifu, kumtaka Bwana na nguvu zake. Tutathibitishaje kwamba kuna mabadiliko yanakuja? Kama wewe ambaye unaamini Mungu atakubadilisha kwenye eneo la maombi, hata umeamini tu kwamba kweli mimi maisha yangu Mungu amesikia. Nilikuwa siwezi kuamka usiku, lakini sasa najisikia nitakuwa naamka usiku. Huweki alarm, humwambii mtu yeyote akuamshe hiyo saa. Wewe ulikuwa huamkagi. Hivi unafikiri lazima kiwe kimuujiza fulani ambacho saa 10 kitakuamsha? Hatutegemeagi miujiza ya hivyo. Maana yake chukua hatua, mwambie jirani, mwambie mpendwa, wewe unaamkaga saa 10, ukiamka tu nipigie. Maana yake unajua naenda mahali mwaka huu kwenye eneo la maombi. Pale ambapo ulikuwa huna namna ya kusoma maandiko, unafanya wajibu sehemu yako kuamini kwamba Mungu atanibadilisha kwenye eneo hili kwa kufanya sehemu yako hata ya kuweka ratiba. Utakuwa unasoma maandiko muda gani? Unataka Mungu mpaka anakuambia, mwanangu, mimi nimekusikia, usome maandiko kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 3, asema Bwana wa majeshi. Mungu kweli? What are you doing about it? Kuonyesha kwamba kweli unataka kubadilika na unaamini Mungu yuko pamoja na wewe, atakusaidia kubadilika kwenye eneo hilo. Kama ni eneo la utoaji, tumesema tunapozungumzia ibada ni pamoja na kuna ibada, Biblia inaongelea ibada ya kumheshimu Mungu kwa mali zetu. Ni aina ya ibada, si ndio? Je, umekaa na mke wako mkasema kweli tumemwomba Mungu atupe mabadiliko kwenye eneo la utoaji ili tumuone? Mmekaa mkasema sasa tunataka tufanye 1, 2, 3. Kuna nafasi yako, kuna nafasi ya Mungu. Mungu hatulazimishagi, ila ametupa ufahamu. Bwana asifiwe sana. Mimi niliwashuhudia kwamba nilipo baada ya kwamba tumeanza haya maombi, nikasema sasa kuanzia leo mimi kila ibada Jumapili, kila ibada nitakuwa naandaa sadaka kiasi fulani. Nimesema nataka kuhama pale nilipokuwa, kwa sababu nimemwomba Mungu, Mungu ataniwezesha. Tangu nimeanza sikosi hiyo hela kila Jumapili. Si nishamwamini Mungu? Haleluya. Thibitisha kwa matendo yako.
kwa mambo unayoyafanya, kwa hatua unazozichukua, kwa sababu hilo ndilo neno la Mungu. Na ninaomba nimalizie kwa mifano ya kwenye Biblia kwa haraka sana, mmoja Agano Jipya, mmoja Agano la Kale. Pale tunasoma nazungumzia Agano la Kale kwa maana ya kwamba yaliyotokea katika Agano la Kale, lakini yameandikwa kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 18, anasema naye aliamini, yani Abraham, kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyo nenwa ndivyo utakavyokuwa uzao wake. Mstari wa 19, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya utasa wa tumbo lake Sara, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu. Unasikia? Alifanyaje? Alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu. Haleluya. Ana miaka 100, mke wake tasa alafu mzee. Utasa peke yake unakuondoa. Sasa huyu alikuwa tasa alafu mzee, lakini anasema hakudhoofika katika imani yake kwa kuangalia umri, kwa kuangalia utasa, ila aliangalia ile ahadi. Haleluya. Kwamba Mungu alishasema, Mungu amesema na mimi, haijalishi mazingira. Halafu anasema akimtukuza Mungu. Kwa hiyo lenyewe lilikuwa linamsifu Mungu tu. Watu wanashangaa, wewe anamsifu Mungu tu. Yule jamaa alikuwa na imani, na tunahitaji sana hiyo imani, maana ndio maana anaitwa baba wa imani. Yule jamaa anachukua mtoto wake kwenda kumchinja, lakini anaamini kwamba kwa sababu Mungu anasema uzao wake ataubariki kupitia huyu Isaka. Akasema ndio huyu. Sasa mbona unaenda kumuua? Nadhani kulikuwa na mawazo yanamjia. Sasa mbona unaenda kumuua? Anasema Biblia inasemaje? Inasema hivi, alikuwa ameshawishika kwamba hata kama atamuua afe, Mungu atamfufua. Soma vizuri. Atamfufua ili lile neno alilolisema litimie. Maana alishasema ni huyu, na lenyewe jamaa likashika, ni huyo, akufe asikufe. Haleluya. Kuna mtu kwenye Agano Jipya Yesu alimshangaa sana. Marko 11 mstari wa 20 na 24 pale anasema hivi, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Sasa Yesu anasema, si nishaulaani? Kama nishaulaani manake umeshalaanika. Akagundua kumbe hii jamaa hii haikuwa na imani. Kumbe huyu jamaa, mimi nimelaani mti, nishasema lazima itokee. Sasa mbona yeye tena anashangaa? Unajua alivyomjibu? Akamwambiaje? Muamini Mungu, shida yako wewe ni imani. Bwana asifiwe sana. Maana yake Yesu
alikuwa anamuonyesha kwamba kwa sababu mimi mwana wa Mungu nilishatamka, hakuna kubadilika. Ulipaswa uliamini lile neno mara ya kwanza nilipolisema, maana katika ule ukiri wangu na yale maneno niliyoyasema kama mwana wa Mungu, hakuna kinachoweza kubadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu simama basi kwa miguu yako tuweze kwenda mbele za Bwana. Leo kitu kikubwa ambacho nataka uondoke nacho ni kwamba Mungu wa mbinguni anatutarajia ya kwamba baada ya yale mambo ambayo tumemwamini Mungu kwayo, baada ya yale mambo ambayo tumeyapeleka mbele zake, inawezekana ni kabla ya siku hizi 40, inawezekana ni wakati wa siku hizi 40, inawezekana utafanya hivyo baada ya hapa. Wewe kama mtoto wa Mungu, Bwana anatarajia kuona ya kwamba unathibitisha kwamba unamwamini huyu Mungu, unachukua hatua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuombe Mungu aongezee imani zetu kiasi kwamba tuchukue nini? Hatua. Aongezee imani zetu, aimarishe imani zetu kiasi kwamba tuweze kufikia mahali pa kukiri neno la Mungu. Saa zingine ukiri una maana kukiri neno la Mungu, sio hisia zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati ambapo utahitajika kukiri, sio kwa sababu ya hisia, sio kwa sababu ya mambo unayojisikia au unayoyaona, lakini pia utahitajika kuchukua hatua ambazo zitaonyesha kwamba hakika wewe unaamini Mungu. Fumba macho pale ulipo katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe kwa ajili yako. Kuna vitu ambavyo mbele yako vinaonekana vigumu. Ni kweli umekuwa ukiomba, lakini huoni upenyo. Lakini imani yako unaweza ukakiri kwamba inatindika. Nataka kukuombea wewe, nyosha mkono tu pale pale ulipo. Haleluya, asante, 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 asante. Mungu anakuona. Mungu anakuona. Yamkini ndio maana ameleta neno hili leo, kwa sababu anataka upate, anataka uwe na huo ushindi, anataka ukipate hicho kitu, lakini kwa sababu ya kutindika kwa imani hujaweza kukipata. Na sasa katika jina la Yesu, kwa sababu roho ya imani ipo mahali hapa, kwa sababu injili ya imani imehubiriwa, pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Mungu aguse nafsi yako. Mungu aguse nafsi yako, na ukiri wako ubadilike kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Muone Mungu kwamba amekwisha kutenda. Muone Mungu kwamba ni mwaminifu, amesikia maombi yako katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea. Pokea afya yako. Pokea mtoto. Pokea ile kazi. Pokea yule mume, yule mke. Pokea katika jina la Yesu. Yale mafanikio
katika biashara yako. Mungu akufungue, Mungu aongezee imani yako, na ukapokee katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuanzia leo ukiri wako unabadilika, maana umekubali injili ya imani. Kuanzia leo ukiri wako, matendo yako yanabadilika, kwa sababu umepokea injili ya imani katika jina la Yesu, na ukapokee matokeo ya imani yako kwa heshima na utukufu wa Mungu aliye juu, katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Unaweza kuketi na Mungu awabariki.